والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري وكذلك ابن ماجه وأحمد. معاشر السادة المسلمين، بعد يقوم حميد مولا سبحانه وتعالى نكمتكيا رحمة ونمتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. tunashukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kutupa taufiki na uwezo mpaka kufikia siku kama hii na wakati kama huu. Walillahi alhamdu, Ramadhani imetuaga, Ramadhani yenda, itarudi mwakani, lakini suala ni kwangu mimi na wewe, je, tutakuwepo mwakani? Je, haya masiku mawili matatu yaliyobakia tutayamaliza? Tumuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuimaliza Ramadhani, na vile vile atujalie mwakani tuweze kuipata Ramadhani nyingine. Ikhwata al-iman wal islam, leo tutaangalia hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Sayyidina Abi Huraira akisema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aeleza hadithi hii kwamba Mwenyezi Mungu asema: thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah, watu sampuli tatu mimi nitakwenda kusimamisha kisasi mbele yao, tutakwenda kuteta mimi na wao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Al-Qur'an Al-Karim atuambia: kullu nafsin dha'iqatul maut thumma innakum yawma al-qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila mmoja, kila nafsi itaonja umauti, itakwenda kupatwa na umauti. Lakini innakum yawma al-qiyama, kisha baada ya kufariki, ikifika siku ya Kiyama, innakum yawma al-qiyamati 'inda rabbikum, mbele ya Mola wenu. Inda rabbikum, mbele ya nani? Ya Mola wenu. Takhtasimun, mutakwenda kuteta, mutakwenda kusimamishiana kisasi. Siku ya Kiyama mnyama atakwenda kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: ya Rabbi, huyu fulani mimi tulipokuwa duniani alinipiga. Alikupiga mahala gani? Alinipiga mahala fulani. na yeye atapawa ruhusa
ruhusa, aambiwe mpige pale alipokupiga wewe. Umempiga mgongo na yeye atapawa ruhusa akupige mgongo wako. Wanyama kwa wanyama siku ya Kiyama watakwenda kusimamishiana kisasi mbele ya Mwenyezi Mungu, watakwenda kuteta mbele ya Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, huyu amenidunga pembe pajani mwangu, huyu amenidunga pembe mimi, ya Rabbi, hukunipa pembe, huyu amenidunga kwa sababu mimi sikuwa na pembe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampa pembe yule mnyama, kisha amwambie haya, na wewe mdunge kama alivyokudunga. Wakishamaliza kuhukumiana, wakishamaliza kulipiziana na kuteta na kisasi kikishapita, Mwenyezi Mungu awaambie kunu turaba, kuweni mchanga. Hatari iko kwangu mimi na wewe ndugu Muislamu, hatari iko kwangu mimi na wewe kiumbe mwenzangu. Hapo mimi na wewe tutakapomuona mbuzi na ng'ombe wameambiwa kunu turaba, ndiyo pale mwanadamu sasa na yeye atabaki kusema nini? Ya laitani kuntu turaba, natamani na mimi ningalikuwa kama mchanga vile. Sasa natamani. Angalia, hawa wanyama washamaliza kesi yao, imeisha, tumebakia mimi na wewe. Kwa hivyo katika hadithi hii tuliyoko nayo leo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema siku ya Kiyama kuna watu sampuli tatu. Hawa mimi nitakwenda kuwasimamishia kisasi mimi mwenyewe. Haya, ndugu yangu Muislamu, wewe ni mtu gani ambaye kwamba mpaka unakwenda kusimamishiwa kisasi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Wewe utakuwa ni mtu uko kiasi gani? Wewe uko namna gani wewe mpaka kwenda kusimamishiwa kisasi na Mwenyezi Mungu? La haula wala quwwata illa billah. Hatari. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi kama hii ametuambia, thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah, watu sampuli tatu mimi nitakwenda kuwasimamishia kisasi, nitakwenda kuteta nao. Yani kuna waja ambao kwamba wao katika kuteta kwao mpaka mbele ya Mwenyezi Mungu pia watakwenda kuteta na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akaanza kuwataja, asema mtu wa kwanza ni yupi? Rajulun utiya bi thumma ghadara, ni rajulun, ni mtu ambaye kwamba utiya bi, amepewa kwa kuwapa kwake, akapewa chochote kile kwa ajili ameapa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kisha baada ya kuapa yule akamuona kwamba ni mkweli, kwa sababu automatically mtu anapoapa wewe utaona kwamba huyu mtu yazungumza ukweli, na ukishaona yazungumza ukweli utampa. Ukisha kumpa yule bana, thumma ghadara, kisha akaenda kinyume na yale ambayo mumeagana wewe naye, yale mlioagana ameenda kinyume naye. Ndio mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukisoma Qur'ani asema wa'aufu bi'ahdi llahi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun, wengine wa iyaya fattaqun. Wa'aufu bi'ahdi llah, tekelezeni ahadi, kile mnachokichukua kwa ahadi ya Mwenyezi Mungu. Usiende kinyume na ahadi uliyochukua kwa Mwenyezi Mungu, usiende kinyume, usivunje ahadi uliyoichukua kwa Mwenyezi Mungu. Wewe waenda
Angalia leo hii kuna watu wanatobia, yuaenda kwa mtu, yuamweleza mahitaji yake, akishamaliza kumweleza anamwapia na Mwenyezi Mungu, wallahi billahi tallahi, mimi ukinipa mimi haki ya Mungu nafanya kadha wa kadha. Wewe unaapa, wajua kafara yake, wajua madhara ya kutokutekeleza. Usipotekeleza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama atakwenda kusimamisha utesi baina yako wewe na yeye, atakwenda kusimamisha kisasi baina yako wewe na yeye, kwa sababu umeapa na ukapewa kwa ajili ya kiapo ulichoapa. Lazima tuwe makini tunapozungumza, tunapohitaji kitu, tusiwe wepesi wa kuapa, kwa sababu utaapa ukashindwa kutekeleza, ikawa ni madhara kwako wewe. Huyu ndio mtu wa kwanza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu kama huyu atakwenda kusimamisha kisasi na yeye. Ni hatari iliyoje wewe na kusimamishwa kisasi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi iliyopokelewa na Sayyidina Abdullah ibn Abbas asema, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahaqqa ma akhadtum alayhi ajra kitab Allahi, hakika ya kitu ambacho kwamba kina haki zaidi kuchukuliwa ujira ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ukiwa waapa kwa ajili ya Qur'ani ni sawa, lakini waapa kwa ajili ya maslahi yako na usiyatekeleze vile ulivyoahidiana na mwenzako, basi ujue kwamba umejiwekea utesi baina yako wewe na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataja mtu wa pili, akasema mtu wa pili ni rajulun ba'a hurran fa akala thamana, mtu akamchukua mtu ambaye yuko huru, akenda akamuuza kwa kumfanya mtumwa, kisha akaila ile thamani yake. Huyu ni mtu na yeye siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atasimamisha utesi baina yake yeye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baina ya Mwenyezi Mungu na mja kama huyu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia haifai mtu kumuuza yule mwingwana, kwa sababu zamani unapomuuza mwingwana huwa ushamfunga katika zile tasarufati zake yeye za huria yake. Alikuwa yaweza kufanya kitu kwa huria, sasa umemuuza. Ukishamuuza huwa umemfunga, hawezi kufanya lolote ila ni kwa amri ya bosi wake. Kwa hivyo ukishamfanyia hivyo, ujue kwamba ushamfunga na utakuwa umemnyima huria. Kwa hivyo haifai mtu kwenda kumuuza mwingwana. Basi hata kama umemuuza, kinachopaswa kwako wewe, ile thamani ni umpe mwenyewe, hupaswi kuila. Ni makosa makubwa sana, na haya kwa sasa hivi hatuna, walillahi alhamdu, lakini zamani yalikuwepo sana yakifanyika. Wanakuja watu hapa, wanashika wa kushika, wanaenda nao wanawauza,
kwa ajili yeye apate pesa, na moyo yule aende akafanyishwe ni mtumwa na afanyishwe kazi. Kwa hiyo haifai kumuuza mtu ambaye yuko huru, kwa sababu ila ya kutokumuuza ni kwamba utakuwa umemzuia ile tasarufati zake. Na mtu wa mwisho ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemtaja katika hawa watu watatu, akasema ni rajulu istajara ajiran, rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajran. Na hapa ndio tuko wengi sasa. Rajulun istajara ajiran ni mtu ameajiri wafanyikazi, awe ni mmoja, ni nyumbani, awe ni wawili, ni watatu, ni mahala ambapo umeeka kituo chako, umeeka ofisi zako, ukawa umeeka ile jambo lako mahala kama pale. Ukishakumaliza ukaandikisha wafanyakazi, wale wafanyakazi wanafanya kazi zao, ikifika mwisho wa mwezi hauwapi pesa yao. Ni makosa makubwa sana mtu bosi kumwajiri mfanyakazi wake kisha mwisho wa mwezi asimlipe pesa yake, au mwisho wa mwezi akamcheleweshea malipo yake. Na hapa ndio tuko wengi sana. Mtu mumeahidiana vizuri, lakini inapofikia mwisho wa mwezi utakuta utapelekwa kuanzia tarehe 1, imefika tarehe 30, badala upawe pesa yako tarehe 30, itaingia tarehe 1, itakwenda tarehe 5, itaingia tarehe 10, mpaka itafika 15, mpaka mwezi wakaribia kupenduka, ndipo sasa wapewa ujira wako. Ni makosa. Bali wengine huwa hawawalipi wafanyakazi wao. Anaweza kurundikiza, akarundikiza, akija kitamaki ile pesa imekuwa ni nyingi kiasi kwamba hawezi kuilipa. Ni dhulma anayoifanya. Kuna watu wengi katika ulimwengu, katika karne hii ya sasa, wanafanya dhulma ya kuwadhulumu wafanyakazi. Bali inafika wakati mfanyakazi kama yule amevunja kikombe, bahati mbaya pengine yaosha, sivyo atakavyochezea makofi, na mwisho wa mwezi mshahara utakatwa. Anas ibn Malik asema, mimi nilimtumikia Mtume miaka 10, 10 good years, miaka 10 mimi nafanya kazi kwa nyumba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna siku ameniambia lima fa'alta kadha au lima ma fa'alta kadha. Miaka 10 Anas ibn Malik anamtumikia Mtume, lakini hakuna siku Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemwambia, ya Anas, mbona umefanya hivi? Wala hakuna siku Anas hakufanya jambo Mtume akamuuliza, ya Anas, mbona hukufanya jambo kadhaa? Hakuna. Miaka 10. Mimi na wewe mfanyakazi utamwajiri leo asubuhi, ikifika saa 6 tu kikombe kikivunjika, tuamuliza, kwa nini umevunja kikombe? Kwani wewe umekuleta hapo nivunjie vikombe vyangu? Mwisho wa mwezi na kukata tena, basi umkati shilingi 20 ya kikombe kimoja au 50, wamkata ya dazani mzima, wamkata dazani mzima 1000 pengine na 200. Dhulma iliyokuwepo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema,
a'tul ajira ajrahu qabla an yajifa irqahu, wapeni wafanyakazi ujira wao, walipeni ujira wao wafanyakazi kabla jasho lao halijakauka. Mfanyakazi amekutumikia kuanzia tarehe 1 mpaka amefika tarehe 30, mpe ujira wake, na yeye ana mahitaji, mlipe, ende akafanye mahitaji yake. Wewe wamchelewesha tena mpaka tarehe 20 ndio mlipe. La. Mtume Muhammad asema usifanye hivyo, bali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema matlul ghaniyyi dhulmun fa idha utbi'a ahadukum ala mali'in falyaf'al au falyatba'. Asema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, matlul ghani, kuchelewesha kwa tajiri kulipa. Wewe ni bosi, mfanyakazi wako amefanya kazi, amemaliza, amefika mwisho wa mwezi, wewe wamcheleweshea ujira wake. Mtume asema matlul ghani dhulmun, kule kuchelewesha kwa tajiri kulipa basi ni dhulma, ni dhulma. Fa idha utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba, ikiwa mmoja wenu anaweza kufuatisha katika yale ambayo anayoyapata, basi aweze kuyafuatisha na atekeleze. Kwa hivyo mimi na wewe, ikiwa tutamiliki hata kama ni mfanyakazi mmoja tu, tunapaswa mfanyakazi yule akifikia mwisho wa mwezi tumlipe ujira wake. Sio tuwe tutamchelewesha mpaka tarehe zipite, ni makosa. Mfanyakazi mkielewana kwa siku, basi akishamaliza kazi yake mlipe. Mkielewana kiwiki, ikifika mwisho wa wiki amemaliza temi ya mwisho, amefunga kazi yake, mlipe. Mkielewana kimwezi, basi akishamaliza, Mtume Muhammad atufundisha kwamba mlipe pale anapomaliza kazi yake, pale kabla jasho lake halijakauka. Sio mtu mumeelewana kwamba bana, wewe nifanyie kazi yangu hii, ukishamaliza mimi nakulipa. Mwenyewe amejitahidi kwa nusu saa, ameifanya kazi, ameimaliza kazi yako, mashallah, imekuwa vizuri. Wewe akishakumalizia wamwambia bana, wajua nitakulipa kesho. Dhulmun, ni dhulma waifanya hiyo, haifai. Ndio utakuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ni ndefu imeeleza watu watatu waliokwenda kuingia pangoni. Moja katika mambo ambayo yatakwenda kumsaidia mtu kumuokoa na mambo ya hatari, katika mambo ambayo yatakwenda kumsaidia mtu kumuondolea mabalaa aliyokuwa nayo, ni kuhakikisha kwamba anawalipa wafanyakazi wake ujira wao. Hadithi ndefu, lakini twende tu katika mahalu shahid. Wale mabwana watatu walipoingia ndani ya pango, baada ya kujieleza, mmoja akafikiria akasema, jamanini, hapa hatutoweza kutoka ila tufanye jambo moja. Kila mmoja wetu afikirie amefanya jambo gani kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ile amali aloifanya kwa ajili ya Mungu, basi aieleze hiyo, kisha tumuombe Mwenyezi Mungu. Pengine huenda tukaondokewa na haya matatizo. Wakajieleza wale wawili, akaja mtu yule wa mwisho akasema, mimi nilikuwa na mfanyakazi, wafanyakazi ni wengi, kama vile tunavyoona sasa hivi ofisi, wafanyakazi ni wengi. Kwa hivyo saa nyingine wafanyakazi mwingine anaweza kufanya kazi yake mwisho wa mwezi
kutokea yule akaondoka pengine na dharura zilizompata, akaenda akakaa muda mrefu, kisha akarudi, akaja mpaka ofisini pale akataka ujira wake. Wewe kama bosi ya kupaswa na ya kulazimu umlipe. Kuna wengine akipata nafasi kama hiyo anakwambia golden chance never come twice. Huyo ameacha ujira wake amekwenda, kwa yeye hakuna tena, hapati tena. La, ile ni haki yake, mpe. Huyu bwana asema katika wafanyikazi wangu wote, ilifika wakati mimi nataka kubadilisha mandhari, nikawaita wafanyikazi wangu wote, nikawaambia jamanini, mimi nabadilisha mandhari, kwa hivyo kila mmoja shikeni amana yake. Kila mmoja nikamlipa. Tushamalizana. Lakini asema kulikuwa na mfanyakazi mmoja, yeye aliondoka kabla, alikuwa na dharura akawa ameenda. Asema huyo mfanyakazi alikaa muda mrefu, wale wengine mimi niliwalipa. Hiki ni cha yule mfanyakazi aliondoka. Asema nikakikuza, kanunua ng'ombe, kanunua mbuzi, kanunua kondoo, nikakuza. Baada ya muda miaka, asema naona mtu amekuja, bwana walikumbuka mimi? Sikukumbuki. Mimi ni fulani wa fulani. Vipi? Yupi? Mimi ni fulani wa fulani. Mimi nilikuwa nikifanya kazi hapa kwako wakati fulani, kisha ikafika muda fulani nikapata na dharura nikaondoka. Sasa bana, ushanikumbuka? Nimekumbuka sasa. Nimefuata ile haki yangu. Ule bwana alichokifanya, amwambia sawa, uona haya mazizi ya ng'ombe, unayoona hawa ng'ombe wote ni ule ujira wako, hawa mbuzi unaoona ni ule ujira wako, wale kondoo unaoona ni ule ujira wako. Yaani hivi vitu unavyoviona hapa mbele yako vyote ni ule ujira wako. Ule bwana akamwambia bana, la, mimi naye hatuna uchana. Mimi nimefuata haki yangu, nipe haki yangu, usinipe haki ya mtu, nipe ile haki yangu, mimi niondoke. Asema sikufanyii istizai, huu ni ule ujira wako. Asema yule bwana mara ya tatu nilipomrudilia kumwambia ni ujira wako, asema alichunga mbuzi zote, ng'ombe zote, ngamia zote, kondoo zote, akaenda nazo, hakuniachia hata kijibuzi kimoja. Hata ule kuku mdogo angalau anambia hichi kifaranga basi itakuwa ndio ujira wako wa kunichungia. Alikusanya akaenda nazo. Asema ya Rabbi, ikiwa nimeyafanya haya kwa ajili ya kutaka radhi zako, mimi nimeulea ujira wa mfanyakazi wangu kwa ajili ya kutaka radhi zako, na leo nimefikisha, ya Rabbi, tuondolee haya matatizo. Jiwe likaondoka, wakaweza kupata ondoka. Na mimi na wewe tukitaka kusalimika na kisasi mbele ya Mwenyezi Mungu, ikiwa tutamiliki mfanyakazi, iwe ni wa siku, ni kibarua wa madakika, ni kibarua wa wiki, tumlipe ujira wake kabla jasho lake halijakauka. Hata kama ni yule anayekuja na kukufungia barafu pale nyumbani, muita bana, nifungie barafu hizi nitakulipa. Akishamaliza kufunga ile barafu ya mwisho, akimaliza mlipe ujira wake, ni haki yake, mshaelewana. Kwa hivyo ikhwatal amajid, hapa hadithi yetu ya leo yatuonyesha hatari watu watatu ambao kwamba siku ya Kiyama itakuwa ni nzito kwa wao. Na mimi na wewe tusije tukaenda kuingia katika watu watatu hao. Mtu ambaye kwamba tabia yake akitaka kitu kwa mtu ni kuapa ndipo apate. La, jieleze kikawaida. Tuepukane na viapo vya ovyo ovyo. Mtu wa pili, mwenye kuuza mtu ambaye ni yuko huru, kwa sababu utamzuia zile tasarufati zake. Mtu wa tatu ni mtu aliyomiliki wafanyakazi, ahakikishe kwamba yuwalipa ujira wao kabla ya jasho lao kukauka, ili
aepukane na kisasi cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina